Bwana, mambo vipi mtazamaji wa Dodoma TV? Mimi naitwa Hamis Makila hapa, kubwa zaidi kukupitisha katika muendelezo wa ligi kuu Tanzania bara. Jana inaendelea kwa michezo miwili kuweza kupigwa, na mchezo wa mapema kabisa ulikuwa ni pale katika dimba la CCM Sokoine Mbeya, ambapo wenyeji Tanzania Prisons walikuwa wanakipiga dhidi ya kikosi cha JKT Tanzania. Mechi hiyo ilisha kwa suluhu ya timu hizo bila kufungana. Mchezo mwingine ulikuwa ni saa 1 kamili usiku pale katika dimba la Jamhuri Dodoma, ambapo kikosi cha Mtibwa Sugar tokea Mwanza tamatika kwa kikosi cha Mtibwa Sugar kwa ushindi wa 1-0. Lakini mara baada ya mchezo kuweza kutamatika, timu zote mbili pia mchezo ulivyokuwa, tuanze kwa kwenda kumtazama kocha wa kikosi cha Mtibwa Sugar Yusuf Chipo. Yeye anasema uchovu wa wachezaji kwa sababu hawajacheza michezo. Kwanza awali ya yote ni kumshukuru Mwenyezi Mungu, mechi imekwisha bila majeraha yoyote. Ya pili pia ni kumshukuru Mwenyezi Mungu, tumepata ushindi, lakini umekuwa ni ushindi wa kupigana na kazi kubwa sana. Mechi imekuwa ni ngumu sana. Pamba hawajacheza mpira kwa muda mrefu, so walikuwa na lot of energy, walikuwa na nguvu mingi sana. Sisi tumecheza mechi mbili za kufuatana, Simba na Mbeya City, na ndani yake pia kumekuwa na safari. Kwa hivyo tumekuwa na uchovu wa hali ya juu sana. Na nafikiri pia ilionekana katika mechi kipindi cha kwanza na mwisho kipindi cha pili. Hivi nashukuru tumepata bao la ushindi, hata kama imekuwa ni deflection, mpira ni matokeo. Nashukuru sana, na nashukuru wachezaji wangu kwa kupambana, na nashukuru pia kwa kutafuta point 3 ambazo zimetoka mahali pazuri kidogo. Timu yako inaonekana ikiwa vyovyote iwavyo au aina yoyote ya mchezo imeonekana kuwa inavumilia na pengine kukupa matokeo kwenye nyakati ngumu. Hii inatokana na nini? Hii inatokana na mazoezi ambayo tunayofanya, na ndio tunatengeneza msingi wa timu yetu ya kwamba mechi ni dakika 90. So tunakuwa tunapambana dakika zote 90. Dakika 90 kama tunaweza shiriki kwa kukua na mpira, na dakika 90 kama tunaweza shiriki kwa kutokukua na mpira, hapo tutaebuka na ushindi. Watu wanasema labda Dodoma ndipo nyota ya Mtibwa ilipo, pengine sio Manungu. Hili linakaaje kwa? Nyumbani ni nyumbani, kwetu ni Manungu. Tutamani sana tucheze kwetu nyumbani, lakini sisi tunajipanga. Tukija hapa Dodoma inakuwa ndio nyumbani yetu, tunabidi tupambane tupate. Lakini pia Dar es Salaam tunapata pointi. Cha msingi ni kwamba timu saizi kidogo iko salama na inajipambania, inajitetea katika uwanja wa mpira. Umecheza vizuri kocha, kipindi cha kwanza chote mchezo ulikuwa ni wapaka, lakini namba 9 hapo striker mwenye dread alikuwa kama hapati support, hivyo alikuwa isolated, anapambana sana tutakutana. Hilo unaenda kulifanyia kazi? Tutalifanyia kazi, maana shida kidogo ni link up. Na vile nimesema tumecheza mechi mingi na fatigue, link up ya kikosi kingine kuja kwake mbele inakuwa kidogo inachelewa. Naamini katika mazoezi tutarekebisha, na tukija mechi nyingine itakuwa salama kidogo. Wape neno wa mashabiki wa Mtibwa ambao wanaipenda Mtibwa? Naomba waendelee kuisupport Mtibwa na tujitokeze kwa wingi. Licha Dodoma ni mbali kidogo kwa Mtibwa, naomba waje katika mechi ijayo ambayo itakuwa kwanza ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu, maanake game imekuwa nzuri. Nafikiri upande wote hakuna jeraha tunaweza sema ni serious. Maybe mchezaji wangu Lebran Shianda amevuta nyama, nafikiri ndio injury ambayo naweza sema iko serious, lakini the rest of the players wote upande wetu wengine wao wametoka salama. So tunapongeza vijana wameng'ang'ana, timu zote mbili tumeonyesha mpira mzuri, though tu ni ile maybe kutokufunga nimekuwa tatizo, maana tumecreate many chances, mingi zaidi ya wenzetu open. Nafikiri chance yao ndio hiyo moja hiyo, na ndio imewapa pointi 3. Tumeona mechi ukiwa umeichukua muda mwingi, lakini pia umecheza mpira wa kasi vile ambavyo watu wengi hawakutarajia kutokana na timu yako muda mrefu haikuwa inacheza, tofauti na Mtibwa wamecheza mechi mbili kabla ya kukutana na wewe leo. Nini siri ya hii kitu? Siri nafikiri ni ile commitment ya wachezaji, wamejituma wao wenyewe. Nafikiri katika mazoezi, viwanja vya mazoezi wamefanya vizuri, so mimi sikuwa na uoga na mechi. Nimejua tu definitely, lakini nimejua definitely tunachukua pointi 3. So ni ile maybe dakika za mwisho, nafikiri kwa dakika moja hivi ama second imepatikana, wametufunga. Mimi vijana wangu nafikiri kitu inawasaidia hiyo speed football. Mimi mwenyewe hiyo naweza sema ndio philosophy yangu, lazima tucheze mpira wa kasi, mpira wa pasi za kuonana, mpira yani pasi za kuonana za haraka, na tutegemee pia mastrika wangu always. Leo kidogo ameniangusha kutokana na mipira mingi walikuwa nakaa nazo, yani wananyang'anywa kwa miguu yao, so ni jambo la kulifanyia kazi tena. Lakini kwa namna ambavyo umecheza coach Baraza, naam,
Nimeona ni timu mwanzo ulionekana kama wana kudominate, lakini baadaye ukachukua mechi, especially second half. Yaani kuna muda dakika almost 35 mpaka 40 wewe ndio ulikuwa na attack. Yes. Huenda hiyo ndio ambayo ilipelekea nyie mkajisahau na kusababisha goli. No, nafikiri ukijaribu kuangalia michezo yangu yote mechi zote nimekuwa nikicheza mpira wa kasi, na naweza sema kuwa kipindi cha kwanza ni dhahiri kweli, umesema kweli, tumekuwa down kidogo, wachezaji wangu wamekuwa chini kidogo kutokana na sijui nini, lakini kipindi cha pili nimekwenda katika chumba cha kubadilishia, nikawaambia huu sio ule mpira tunacheza, huu sio ule mpira takana tuucheze. So wamekuja wenyewe wakaonesha, wakasukuma, though tumekosa chances. Naweza sema kuwa mimi ni mfungwa na set piece, mpira wa nasema foul, na nafikiri ndio imekuwa main and yangu. Kiangalia magoli yangu yote nikifungwa na set piece. Naona so ni jambo la kwenda kufanyia kazi, kuweza kujaribu kurudi tena katika drawing board, tuweze kuona kwa tunafanya vizuri katika hii michezo inayokuja. Tunatarajia mchezo wa namna gani kwenye michezo inayofuata dhidi ya Pamba Jiji hivi au kuna kitu ambacho umekiona kufanyia marekebisho? Pamba Jiji na nafikiri na kuenda kuona Pamba Jiji tofauti. Tokana leo amenionyesha vizuri, amenionyesha ile speed ambayo ipo, bado nataka kuhimiza tena tufanye zaidi, na amesema kutaboresha kidogo, nafikiri hapo mbele tuweze kuona kuwa tunapata matokeo mazuri. Naitwa Frank Jerry hapa, nazungumzia michezo ya kimataifa ya klabu bingwa pamoja na shirikisho. Kule timu zetu 4 zimeenda kutuwakilisha kwa maana ya Young Africans pamoja na Simba, wao wapo kwenye klabu bingwa. Shirikisho wapo Azam pamoja na Singida Black Stars. Ijumaa Young Africans wameweza kupoteza kwa magoli 2-0 dhidi ya Al Ahly. Simba Sports Club kesho yake wakapoteza goli 1-0 dhidi ya Esperance de Tunis. Tukashuhudia Azam nao wakipata ushindi wa goli 2-1, alafu Singida Black Stars wakipata ushindi wa goli 1-0 wakiwa Zanzibar kule. Kwa matokeo haya ukiona namna ambavyo Young Africans wameweza kupoteza, nafikiri ni namna tu ya uzembe ambao ulofanyika kwa magoli yote mawili. Namna ya kucheza kwa dakika zote 90. Unaona namna ambavyo Al Ahly wachezaji wao wakiwa na maturity wameweza kuimaliza ile mechi. Goli lao la kwanza wameweza kulipata karibia ya kwenda mapumziko, mabeki wa Yanga wamefanya uzembe, goli likaingia, na goli la pili the same, namna ambavyo walikuwa wanashindwa kufanya marking nzuri, wakaweza kupata goli la pili Al Ahly. Simba hivyo namna ambavyo beki wao kwa maana Shomari Kapombe alishindwa kudhibiti ule mpira ambao ulipigwa pass katikati ya mabeki, kashindwa kudhibiti, tukaona namna ambavyo wakaweza kupata goli Esperance. Nafikiri ni mechi ilikuwa ngumu kwa upande wa Simba na ni mechi nzuri pia walicheza. Naona namna ambavyo marudiano mechi itakavyokuwa zitakuwa ni mechi ngumu, kwa namna ambavyo wote wanapaswa wapate ushindi. Ukienda kuangalia shirikisho kule kwa maana ya Singida Black Star, wao waliweza kupata ushindi na wamefikisha alama 4. Hizo alama 4 kwa upande wao zitakuwa ni nzuri na zitawapa morali kwa ajili ya mechi ijayo, japokuwa wao watakuwa wapo ugenini. Itakuwa ni mechi ngumu na ni mechi tough. Kwa hiyo nafikiri mwalimu ameona madhaifu ambayo yaliyokuwepo huko kwenye mechi ya kwanza, nafikiri ataenda kufanya tiba nzuri na wakapata ushindi mwingine Singida Black Stars. Maana wakipata ushindi huu watakuwa wamefikisha alama 8 kwa sababu wana alama 4, wakishinda watakuwa na alama 7, itakuwa ni jambo zuri. Azam wao wamepata ushindi kwa mara ya kwanza na kufikisha alama 3. Hizi alama 3 kwa Azam itakuwa ni alama nzuri. Ina maana watakavyorudi Tanzania watabidi wafanye juu chini wapate tena ushindi wafikishe alama 6. Hizo alama 6 zitawapa mwanga mzuri kwa ajili ya kuona namna ambavyo wataweza kupambana mechi zilizobaki. Hizo ndio mechi za kimataifa ambazo wamecheza timu zetu hizi 4.